Ndugu mwenyekiti, kwanza ni kushukuru wewe kwa kumwalika Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa kuwa mgeni rasmi katika shughuli hii. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa amepata dharura na badala yake amenituma mimi nimwakilishe katika shughuli hii kuwa mgeni rasmi, kuyasema yale ambayo yeye angeyasema pindipo angekuja katika shughuli hii. Kwa tunakushukuru sana kwa heshima hii ya kumwalika Mkuu wa Mkoa kuja kushiriki shughuli hii. Lakini tunapongeza maandalizi, tunapongeza hamasa ambayo tumeiona, vikundi vya ngoma na burudani ambavyo vimeshiriki, na kwa kweli tunawapongeza sana 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 kwa maandalizi haya. Lakini ndugu zanguni, tupo hapa kwenye tukio moja muhimu sana na la msingi sana katika zama tunazoishi. Tupo kuadhimisha wiki moja ya jumuiya ya wazazi ambayo ni jumuiya yetu katika Chama cha Mapinduzi. Historia imesemwa, imefafanuliwa na imetaja mambo muhimu na ya msingi sana kuhusu jumuiya yetu, kwamba ni miongoni mwa jumuiya za mwanzo kabisa kuanzishwa tangu wakati wa tano, na mwenezi akaeleza kwamba mwaka 72 ikabadilika kutoka TAPA kuwa jumuiya ya wazazi. Sio mwaka 72, ni mwaka 78. Kimsingi ilianza kama vikundi kabla ijawa jumuiya ya TAPA. Historia inatueleza Dawa walikuwa na vikundi vyao, Tanga walikuwa na vikundi vyao, na maeneo mengine walikuwa na vikundi vyao. Vikundi hivi vikaungana mwaka 56. Mwaka 57 ikatengenezwa na kuundwa rasmi jumuiya ya TAPA kama ambavyo imeelezwa. Akina Mwalimu wakiwa wanaongoza na timu yake ile ambayo imetajwa na Mzee Patrick Kunambi na wengine, akina Mzee Abbas Kandoro, wakaianzisha jumuiya ya TAPA na kuiongoza. Ikaenda kufanya kazi chini ya tano mpaka mwaka 77, pale ambapo sasa tano na ASP zikaungana kuunda Chama cha Mapinduzi. Ilivyoundwa Chama cha Mapinduzi, kilitengeneza katiba ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 77. Kwenye katiba ya mwaka 77 ya Chama cha Mapinduzi, katiba hile ibara ya 123 sehemu ya kwanza ndio ikatamka uanzishwaji na uwepo wa jumuiya ya wazazi, na ibara zilizofuata vifungu vilivyofuata, kifungu cha pili, kifungu cha tatu, cha nne na cha tano, kikaeleza majukumu ya jumuiya hii ambayo chama imekiunda. Majukumu ya awali yalikuwa manne. La kwanza kubwa ilikuwa ni malezi, la pili ilikuwa ni elimu, la tatu ilikuwa ni afya, na la nne ilikuwa ni mazingira. Haya ndiyo majukumu ya kwanza ya msingi. Majukumu haya baadaye yaliendelea kubadilika kulingana na mazingira, na mpaka leo tukizungumza majukumu ya jumuiya ya wazazi yanafika 6 mpaka 7 hivi, ambayo yameainishwa katika mwongozo wa jumuiya yenyewe, lakini pia katika katiba ya chama chetu. Majukumu haya ya malezi na maadili kwa sasa ni ya msingi sana, kwa sababu kama kuna zama ambazo kuna mmomonyoko mkubwa sana wa maadili, ni zama tulizokuwa nazo, na hayajaanza haya kwa bahati mbaya au kwa ghafla. Mmomonyoko ulianza taratibu taratibu, kama ilivyo jina lenyewe mmomonyoko. Mmomonyoko hauanzi mara moja ukawa ndo tayari pamemomonyoka.
Mmomonyoko mara nyingi unasababishwa na maji au upepo na unaanza taratibu, na maadili nayo yanaharibika hivyo hivyo, hayaharibiki kwa siku moja, linaanza jambo taratibu. Kwa hiyo swala la malezi na maadili, msimamiaji mkubwa ambaye chama kimempa dhamana hiyo ni jumuiya ya wazazi. Kwa hiyo leo tunapoona maadili katika jamii yetu yanaharibika, vijana wetu wameharibika, wanapotea, wanapotoka, sisi tunaotakiwa kumtazama kwa karibu ni jumuiya ya wazazi, kwa sababu jukumu hili chama imekipa jumuiya ya wazazi. Lakini pia utamaduni wetu leo, utamaduni wa Kitanzania, utamaduni wa Kiafrika unaendelea kuondoka katika jamii yetu. Haya ni mambo ya msingi tunaotakiwa kujiuliza, kwa nini tumefika hapa, ili jumuiya ikaieleze chama hatua za kuchukua ili kurekebisha mmomonyoko wa maadili ambao leo unatukabili katika jamii yetu. Lakini swala elimu na usimamizi wa shule, hili nalo ni jukumu la jumuiya. Jukumu hili lilipewa jumuiya waanzishe shule, kwa maana ya kujenga kabisa na kuanzisha. Maana kuanzisha ni kitu ambacho hakikuwepo. Kwa hiyo jukumu la kwanza jumuiya ya wazazi, pale tu unapokuwa kiongozi, uanze kufikiria wapi hakuna shule na tunafanyaje pale ipatikane shule. Hilo ndio jukumu ambalo limetajwa kikatiba. Lakini na pili, kusimamia. Kusimamia ni katika zile ambazo zipo, kwa sababu jumuiya yetu imetajwa kwenye historia mpaka inaondoka TAPA inakuja jumuiya ya wazazi, ilikuwa na shule zaidi ya 233, lakini na chuo pia walikuwa nacho. Chuo cha Mtunguru kule Ukerewe ilikuwa chini ya jumuiya ya TAPA, ambayo nayo pia ilipewa jumuiya ya wazazi baada ya kubadili jina. Kwa kusimamia hizi shule, kuona kwamba zinafanya vizuri, zinaandaa vijana wazuri wenye maadili, wenye elimu, yenye ustaarabu, ambao wanaheshimu utamaduni wa Kitanzania na wa Kiafrika. Hili ni jukumu la jumuiya yetu ambao nalo tunao wajibu wa kuhakikisha kwamba tunalisimamia. Lakini jukumu lingine linalohusiana na elimu ni kuboresha. Leo hii tunaandaa mitaala katika ngazi ya taifa, kwenye bunge na kwingineko, tunapitisha mitaala mbalimbali kuboresha. Jumuiya ina wajibu wa kuishauri serikali, kuielekeza serikali namna ya kuandaa mitaala bora ambayo inazingatia maadili, heshima na utu wa Mtanzania na utu wa Mwafrika. Lakini si hilo tu, jumuiya hii inayo jukumu la kujenga chama na kusimamia misingi ya chama. Ni kazi ya jumuiya hii ya wazazi kuhakikisha Chama cha Mapinduzi kinapata wanachama wengi zaidi, kinaeneza sera, itikadi ya Chama cha Mapinduzi. Hiyo pia ni kazi ya jumuiya hii ya wazazi ambayo tunatakiwa kuifanya ili chama chetu kiweze kuimarika. Jukumu la kuimarisha Chama cha Mapinduzi linaendelea kubaki kwamba ni jukumu la wazazi. Lakini jukumu lingine pia ni kupambana na ukatili wa kijinsia. Leo hii kila ukifungua vyombo vya habari, matukio ya ukatili, unyanyasaji yameendelea kuongezeka. Ukatili dhidi ya watoto, akina mama, ukatili wa kijinsia, unyanyasaji wa kingono na unyanyasaji wa kila aina umetamalaki katika jamii zetu. Jumuiya hii inatakiwa kutuletea suluhu, kutuletea namna ya kuondokana na kukomesha vitendo hivi vya unyanyasaji na udhalilishaji ambavyo vinakithiri katika jamii yetu. Lakini jukumu lingine nilivyosema ni swala la uchumi, lakini pia kusimamia mazingira. Lazima jumuiya ijipange kusimamia, kuanzisha na kuendesha miradi ya kiuchumi, lakini pia kusimamia shughuli za maendeleo ambazo zinatekelezwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika ngazi zote. Haya ni majukumu ya msingi ambayo jumuiya inapaswa iyasimamie.
lakini pia kuhamasisha hamasa kwa taifa, kuhamasisha utunzaji na ulinzi wa maadili yetu kama taifa, kuhamasisha wananchi wa nchi hii kuheshimu sheria za nchi yetu, lakini pia kuhamasisha wananchi wa nchi yetu kuwa watu wenye hamasa, waaminifu kwa taifa lao, wenye uzalendo, wenye kuheshimu misingi ya utaifa katika taifa hili. Ndugu zanguni, taifa letu lina changamoto kubwa kwenye swala hili la kuheshimu utaifa na uzalendo kwa sasa. Mwalimu Nyerere mwaka 1995, nadhani ilikuwa ni tarehe 13 mwezi Machi, alitoa hotuba akieleza juu ya nyufa ambazo zipo katika taifa letu. Hii ni zaidi ya miaka karibu inakaribia 30 sasa tangu tarehe hii imepita. Mwalimu alitueleza kuhusu nyufa ambazo alitoa tahadhari kwamba tusipoziziba zitaliangusha taifa letu. Alitaja nyufa 4, na nyufa hizo wakati mwalimu anazitaja zilikuwa wakati ule inaonekana kama mwalimu anasingizia hivi, ni kama vile hilo jambo ni dogo sana hivi, lakini mwalimu amelikuza sana, lakini ukweli ni kwamba alikuwa analielezea jambo kubwa sana ambalo leo tumeanza kuvuna madhara yake ndani ya Tanzania hii. Alieleza juu ya udini, akaeleza juu ya ukabila, na mwalimu akaeleza juu ya ukanda na muungano wetu, kwamba watu sasa wanatajana kikanda, wanatajana kikabila, wanatajana kwa dini zao. Leo tunao viongozi wa dini, ukiwasikiliza kauli zao, si watu ambao wanaleta umoja wa kitaifa, si watu wenye lengo la kudumisha utaifa katika taifa hili. Ukisikiliza kauli zao, unaona wanaimarisha nyufa ambazo zinakuja kuliangusha taifa letu. Watu wanahamasisha ukabila. Ukabila leo imekuwa ndio kete muhimu ya kisiasa, kwamba mtu hana hoja nyingine ya kuomba kura na kuungwa mkono isipokuwa ataje kabila lake, kwamba sisi akina fulani. Hana hoja nyingine ya kuomba kura isipokuwa ataje dini yake, kwamba sisi sasa ni zamu yetu, sisi akina fulani. Haya ni mambo ambayo yanakuja kuliangamiza taifa letu. Na kwa kweli jumuiya hii inapofanya maadhimisho haya ya zaidi ya miaka 70, ni muhimu tukakumbushana haya. Ni muhimu tukachukua hatua sasa ya kuzuia viongozi wetu wa kidini, wa kikabila na wengineo kutoa kauli ambazo zinaleta mpasuko ndani ya jamii yetu. Tumeanza kuona madhara ya kauli za viongozi wa dini. Mimi ni Mmakonde, natokea Lindi kule Twara. Mlikuwa mnaona kwenye vyombo vya habari, lakini sisi ambao tulikuwa tuna ndugu kule ambao walikuwa wanatuelezea uhalisia wanayotokea wakati ule, kama mnakumbuka Kibiti, Rufiji, Newala kule na kwingineko, vikundi vya vijana waliohamasishwa kidini wakabeba silaha wakaanza kuua askari, wanaua viongozi wa serikali, viongozi wa chama, wamehamasishwa tu na viongozi wao wa dini. Na tukapata tabu zaidi ya miaka 4 hapa 5 tunapambana nao ndani ya taifa hili kwa athari ya kauli ya viongozi wa dini. Na wakati ule, kwa sababu kiongozi alikuwa Mkristo, Mheshimiwa Magufuli, Mwenyezi Mungu amrehemu, hoja ikawa Waislamu tunanyanyaswa kwa sababu kiongozi huyu ni Mkristo. Kwa kila siku Kibiti leo 5, 10 wamekufa, wamefanyaje. Sasa hivi imegeuzwa, kwa sababu Muislamu imekuwa Wakristo wananyanyaswa.
Watu wana ajenda ile ile ya kulivuruga taifa letu. Wakija huyu wanatafuta hawa, akija huyu wanaenda kwa hawa, ili mradi mchonganishwe, ili mradi mpambanishwe. Na haya ni lazima tuyakemee, haya lazima tuyakatae, na wanasiasa wasijiingize huko, kwamba unataka kuungwa mkono kwa kutumia dini yako, unataka kuungwa mkono kwa kutumia kabila lako, unataka kuungwa mkono kwa kutumia kanda yako. Ukifanya hivyo utagawa watu. Ukigawa watu umeligawa taifa hili. Ukishaligawa taifa hili hatutakuwa na taifa. Leo mimi hapa ni Makonde, nipo kwa Nyiramba huku na naishi vizuri kabisa. Ni kiongozi na wamenikubali na tunaendesha nchi yetu vizuri. Wapo madiwani hapa kina Kimambo, Mchaga huyu amekuja hapa, ni kiongozi kwenye chama, mjumbe kutoka mkoa ambao si wa Wachaga, na diwani anawakilisha watu. Na hii ndio Tanzania ambayo tuko nayo. Lakini tunakoelekea zinatengenezwa sumu. Sasa nyinyi wa Nyiramba mtakubalije bwana kuwa na DC Makonde? Nyinyi wa Nyaturu mnakubali vipi kuwa na diwani Mchaga? Hiyo sumu ikishaingia kwenye nafsi zetu, ikishaingia kwenye akili yetu, tutahangaika kama ambavyo wanahangaika watu wa mataifa mengine. Na wao pia walikuwa wanaambiwa maneno kama haya tunaoambiwa, wakayadharau baadhi yao, na leo madhara yake wanayaona. Maadhimisho haya ambayo yameandaliwa kwa ajili ya watu kujikumbusha wapi jumuiya yetu imetoka, wapi ilipo, na tufanye nini sasa kuitengeneza jumuiya bora zaidi kwenda huko iliko. Jumuiya hii imepita kwenye viongozi na mikono ya viongozi wengi. Nashukuru hapa mwenyekiti kabla ya kunikaribisha amekumbuka viongozi waliotutangulia. Wapo wenye viti wa jumuiya hii ambao wamepita miaka hiyo tangu jumuiya imeanzishwa. Mwenyekiti wa kwanza wa jumuiya yetu hii alikuwa Mzee Lusinde. Nadhani hili pia kwenye historia ni muhimu kuwakumbuka hawa waasisi. Mzee Jobu Lusinde amekuwa mwenyekiti kuanzia mwaka 57 ikiwa inaitwa TAPA mpaka mwaka 72. Na mwaka 72 akaingia Mzee Kahama, amekuwa mwenyekiti 73 mpaka 77 wakati wa kuunda chama. Na kuanzia mwaka 79 kaingia Mzee Mwekamo mpaka mwaka 96, na mwaka 96 akaingia mzee wetu marehemu Idi Simba ambaye naye amekuwa kiongozi na mwenyekiti wa jumuiya hii kuanzia 96 mpaka mwaka 1000. Abdalla Juma Muhina ambaye naye alikuwa mwenyekiti wetu kuanzia mwaka 2007 mpaka 2012. Baadaye akaingia mzee wetu Alhaji Abdalla Bulembo ambaye naye alikuwa mwenyekiti wetu kuanzia mwaka 2012 mpaka mwaka 2017. Na baadaye akaingia mzee Edmund Mndolwa ambaye naye akawa mwenyekiti wetu 2017 mpaka 22, ambapo sasa ndio tuna mwenyekiti wetu huyu wa sasa. Kama ambavyo mwenyekiti ameeleza, mimi nimetoka makao makuu ya Chama cha Mapinduzi. Nimepata bahati ya kufanya kazi na wenyeviti watatu wa jumuiya hii. Nimefanya kazi na mzee Muhina, nimefanya kazi na mzee Bulembo, na nimefanya kazi na mzee Mndolwa. Lakini hata makatibu wakuu, huyu tuliokuwa naye sasa Ali Salum Hapi ni katibu mkuu wa 14 wa jumuiya yetu hii, naye ni zao la chama hiki, na tumekuwa pamoja kwenye chama hiki, tumeajiriwa pamoja kwenye chama hiki, tumesoma pamoja pia na ndugu Ali Salum Hapi. Ni katibu mkuu mzuri, anajaribu kupambana kuibadilisha jumuiya na kuifanya kuwa bora zaidi. Tumuunge mkono, tuwape nguvu viongozi wetu wa kutujengea jumuiya bora zaidi kuliko ilivyo sasa na hapo kabla.